naitwa Fatuma. Fatuma Juma. Ndiyo. Nilizaliwa Kilosa. Ni huku natafuta maisha. Watoto baba kanikataa. Ndio mama, ndio mimi, ndio baba, ndio mimi, naombeni tu nisaidieni. Kutana na familia hii ambayo inaishi Chamwino mkoani Morogoro. Mama huyu ambaye ana watoto wake hawa wawili, huku mtoto wake mmoja akiwa na ulemavu, lakini pia ana watoto wawili ambao ni mapacha. Watoto hao wawili ambao ni mapacha, baba yao aliwatelekeza baada ya kumwona mke wake akiwa na matatizo ya ulemavu na kumwachia mzigo mzito wa watoto wawili ambao ni mapacha. Mama huyu kwa sasa anafanya kazi ya kuokota makopo ili aweze kupata chochote kitu kinachomsaidia kuiendesha familia yake, huku mamake mzazi naye akiwa hana mume, akiishi kwa kutegemea tu vibarua vidogo vidogo. Hakika kuna mengi na mazito ambayo familia hii wanapitia, na hapa wanazungumza kupitia Families Media. Karibu. Naam, mtazamaji wa Families Media, kama tulivyokueleza hapo awali kwamba leo hii Families Media tuko maeneo ya Chamwino hapa mkoani Morogoro, na mimi jina langu naitwa Sabitina Ali, na leo hii nimekuja kukutana na mama yake na Sharif ambaye ana changamoto ya ulemavu wa mguu mmoja pamoja na changamoto ya kuto kuongea vizuri. Na leo hii tupo hapa kwa ajili ya kuzungumza naye na kuweza kufahamu changamoto hii inavyomgusa, na je, anahitaji kusaidiwa nini hali ya kuwa ana watoto wawili na anahitaji mahitaji ya watoto hawa ili aweze kuwalea vizuri. Na hapa nipo naye, karibu tuweze kumsikiliza changamoto yake. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Mzima? Mzima. Sawa Mama Sharifu, mtazamaji anayekutazama anatamani kufahamu majina yako yote na changamoto yako ilianzia wapi? Mimi naitwa Fatuma. Fatuma Juma. Ndiyo. Nilizaliwa Kilosa. Ni huku natafuta maisha. Watoto baba kanikataa. Ndio mama, ndio mimi, ndio baba, ndio mimi, naombeni tu nisaidieni. Changamoto yako ya mguu ulizaliwa nayo, na hiyo changamoto ya kupata na shida wakati wa kuongea nayo ni tatizo ambalo ulizaliwa nalo? Sawa. Kwa sasa unafanya biashara gani? Kata makopo. Makopo. Na makopo hayo yanakupa faida gani, na je, makopo yanakusaidiaje katika upande wa kuwalea watoto wako wawili? Hivyo. Unapata kiasi gani cha pesa? 5,000, 10,000. Ndiyo. Sawa. Na watoto wako hawa ni mapacha? Mapacha. Kwa sasa una changamoto ipi sasa katika kuwalea watoto hawa wawili pasipokuwa na mume? Ni wewe peke yako unapambana kwa ajili ya kuwasaidia watoto wako? Napambana mwenyewe. Napambana mwenyewe pasipo msaada wa mwanaume yoyote. Mama mzazi ama bibi wa mapacha hawa hapa anatueleza kwa urefu namna ambavyo changamoto zinazomkabili mwanae. Mimi naitwa Amina Mohamed Ali. Nimezaliwa Kilosa, niliolewa, nikazaa mtoto wangu wa kwanza ndio huyu Fatuma, anaitwa Fatuma Juma Mnazi. Yeye changamoto yake sana sana alizaliwa hivi mlemavu. Hata kuongea hawezi. Na mkono kama mnavyouona na mguu wake. Alizaliwa hivyo na nilimlea hivyo kwa shida tu mpaka akakua sasa hivi. Na yeye akapata mwanamume, lakini mwanaume mwenyewe simjui. Kaniletea tu mimba. Kaniambia, mama mimi na mimba, mwanaume simjui. Anikataa, nikamwambia haina shida mwanangu, mradi tu umepata watoto, watakusaidia baadaye. Kwa hiyo hawa watoto kama mimi ndo mzazi. Ndio kama mimi nimewazaa hawa watoto. Baba hawana, mama yao ndo huyo anahangaika tu. Lakini sio kusema kwamba yeye peke yake ndo anaweza kuwalea watoto, hapana. Nimewalea mimi kama mimi mama. Na mimi sasa hivi sina mwanamume, nipo tu. Sasa nimepata tu kibarua changu,
cha ulinzi. Niko wapi? Kampuni ya Mkilanya mjini hapa. Lakini yeye anaokota makopo ili nini? Tusaidiane, tuseme changamoto za kimaisha. Basi ndio hivyo tu, ila tunaomba tu misaada yenu. Tusikiliza kwa hali na mali, chochote kile mtu anatuzawadia ndo hicho alichojaaliwa na Mwenyezi Mungu. Basi ndo hapo, naomba tu wadau. Mimi na swali moja. Sawa. Mama Sharifu ametueleza ya kwamba baba wa watoto huyu alikataa ujauzito. Sawa. Mwanaume huyo ulishawahi kumona au ulishawahi kumsikia na mkajaribu kufuatilia na kwenda kujaribu kufanya naye mazungumzo yoyote? Mimi hata sijamuona. Ila yeye ndo alikuwa anaongea naye. Anakuja tu kunipa ujumbe, lakini mimi sijamuona katika macho yangu. Na baada ya kujifungua watoto hawa, baba wa watoto aliongea naye ama hawakuongea chochote? Hajaongea chochote mpaka leo. Mpaka leo alijifungua kwa operation. Sawa sawa. Pole sana mama kwa changamoto ambazo mnazipitia. Asante sana. Na vipi sasa kuhusiana na watoto hawa na changamoto ambazo mnakutana nazo katika kuwalea? Maana ni watoto wawili na sio jambo rahisi sana watoto kama hawa kulelewa tu na bibi na mama yake katika hali kama hii. Changamoto zipi ambazo mnapitia? Changamoto sana hapa ni cheti cha kuzaliwa. Tulikataliwa kule hospitalini kwa sababu mama mtu alikuwa hana namba ya NIDA. Na niliwaeleza kusema kwamba namba ya NIDA mimi ninayo, lakini wakanikatalia, tunataka cha mama yake au cha baba yake. Kwa sasa hivi watoto wanatakiwa cheti cha kuzaliwa, na hivi hawana kusema kwamba pengine tumeenda hospitalini tumepewa dawa tu hivi, hakuna. Lazima uingize mfukoni utoe hela ya kununua dawa. Changamoto hiyo hipo. Kwenye mavazi, Mwenyezi Mungu wengine tu wanampa mavazi. Wanapewa mavazi, wanakuja hapa wanavaa hata viatu, wanapewa wanapewa, unaona lakini sio kusema kwamba eti kuna tatizo pengine makubwa, hapana. Mungu tu anatusaidia. Anatusaidia sana. Sawa. Poleni kwa changamoto. Asante. Na ni kipi sasa ambacho natamani Watanzania wawasaidie kwa mama yake na Sharifu katika kuwalea watoto hawa, na wewe binafsi kama bibi ambaye ndio umewashikilia sasa hawa watoto katika malezi? Sawa, nashukuru sana. Changamoto iliyokuwepo, nilikuwa naomba tu wasaidiwe kwenye bima ya afya. Ikishapatikana hiyo bima ya afya, anaweza tu akapatiwa tu hata biashara ya aina yoyote, kama hivi mwenyewe alivyosema kusema kwamba anaweza akapata biashara ya nguo au mkaa, anaweza akauza hapa ili nini kukizi mahitaji. Haya makopo tunayookota kilo ni shilingi 200, na hii nyumba tunayekaa kodi ni shilingi 15,000. Kwa hiyo ni ugumu wa maisha tuliokuwa nao. Kwa hiyo tunaomba msaada kwenu kwenye hali na mali. Mtu yoyote kitu anachokipata basi ndio riziki aliyotupangia Mwenyezi Mungu, ndio hiyo. Hakika ni magumu na mazito ambayo wanapitia familia hii. Mtazamaji, kama utakuwa umeguswa, unaweza kuwasaidia kupitia nambari zifuatazo. Na namba ya simu unaifahamu? Namba yako ya simu? Nayo. Basi ni vyema ukamtajia mtazamaji anayekutazama namba zako za simu pamoja na jina ambalo linatoka. Sawa, litatoka Amina Mohamed Mango Songo. Ndio. Na namba ya simu 0615 ndio 33 26 54. Urudie tena. 0615 33 26 54. Mtazamaji wa Families Media, tumetoka kuisikiliza familia ya mama yake na Sharifu ambaye pia ni mama yake mzazi. Hapa tumetoka kumsikiliza sasa hivi na ameweza kuzungumzia mengi ambayo yanamsibu binti yake Fatma. Na hapa ametuelezea kwamba binti yake akisaidiwa mtaji wa kiasi chochote kile aweze kufanya biashara ya kuuza nguo itakuwa ni vyema zaidi, kwani anapitia wakati mgumu katika kujitafutia riziki. Na wewe kama Mtanzania unaweza kumsaidia chochote kitu kupitia nambari alizozitaja hapo. Kutoa ni moyo na si utajiri. Jina langu ni Sabitina Ali, nyuma ya kamera ipo Gervas Machaku. Asante na karibu.